Na mtazamaji wa Yagomba TV, usahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Nikukaribishe tena na tena, mfugaji wa kuku, mfugaji wa bata, mfugaji wa kanga. Tunafundishana vitu vizuri sana kuhusu masuala ya ufugaji. Usahau kusubscribe. Namba yangu ya simu ukipenda kuwasiliana na mimi ni 0762956366 na jina langu ni Deogratias Yagomba. Na hii unaiangalia ni Yagomba TV. Hakikisha kwamba matapeli wako wengi kwenye mitandao, uwe makini sana matapeli. Hakikisha kama namba umenitafuta basi ni hiyo ambayo nimeweza kuitaja. Nimekuwa nikifundisha vitu mbalimbali, utengenezaji wa vitu mbalimbali kama upande wa kuku, bata, chakula, kufundisha na kuhusu magonjwa, kuku aina zote, na kufundisha kutengeneza chakula hiyo kwa nyama, mayai, wale wa kienyeji. Tunafundishana, unatengeneza chakula chako vizuri. Tunafundishana pia kutengeneza dawa, unataka kutengeneza dawa zako kutumia miti ama vitu vya kawaida ambavyo tutavitumia. Kuna somo la dawa ambalo unafundisha. Ukitaka pia kuweza kutotolesha vifaranga vyako kwa njia rahisi ya kisasa au ya njia ya kienyeji kwa kutumia toolbox, taa na aidha majivu, aidha kutumia njia ambayo ni loko kabisa, tunafundishana. Namba ni hiyo ambayo nairudia tena ni 0762956366. Sasa hapa nataka kuzungumza leo ni kuhusiana na wale wafugaji ambao huwa wanachanganya mifugo kati ya bata na kuku. Kuna baadhi ya changamoto nyingi ambazo huwa baadhi ya wafugaji wanapata, na nakili kabisa kwamba inawezekana eneo la nafasi katika sehemu ambayo wanaishi ndogo, kwa inapelekea kuweza kuweka mifugo yote kwa pamoja. Na hii ina madhara sana kwa upande wa hasa bata, kwa sababu kuku uwezekano kuweza kupata magonjwa ni haraka sana kuliko bata. Japo nao pia huwa wanapata magonjwa, lakini kwa kuku magonjwa ni mengi sana. Kwa hiyo na ni rahisi sana kuweza kuambukizwa magonjwa. Kumbuka bata huwa na asili ya uchafu. Huwa na asili ya uchafu kwa sababu wanapenda kuweza kucheza sehemu zenye maji na kuwa ana mbichi muda mwingi, lakini wakati huo pia anajisaidia, anakunya kinyesi ambacho kinakuwa katika upande kama wa maji hivyo. Kwa hiyo anapokuwa anakunya kinyesi ya maji kama kidondoka chini na kuku, yeye akiona pale huwa anaenda na kila kinyesi. Sasa kama ana magonjwa anaweza kuambukizwa haraka au kupata magonjwa ya matumbo, coccidiosis, akapata kuisha damu, kinyesi cha njano, kuna salmonella, kuna magonjwa mengi of course kinaweza kupata. Kwa hiyo vile vile kuna usawa wa vyakula, utunzaji kama chakula chako na wapa hapo bata na kuku. Kumbuka bata anapenda kudondoza maji kwenye, yani kuweka mdomo wake kwenye maji. Sasa kienda pale moja kwa moja atakuwa yeye ni kuweza kuchafua haraka na pia kuna kuwepo na vitu vingi, hasa mlundikano ule wa pressure ya kula chakula, vurugu zile. Kwa hiyo inaweza kupelekea kwa wewe mfugaji kuweza kupata hasara, hasa kwa kumwaga chakula. Kulingana na bata wana vurugu hasa wanapokuwa wanataka kula chakula chao. Vurugu ni kubwa sana, na mdomo wake pia ni mkubwa, tukumbuke, kuliko kuku. Kwa hiyo anaweza akawa kuku wako wakawa wanapata chakula kichache, lakini bata wako wakawa wanakula chakula kingi. Kwa hiyo matokeo yakawa tofauti. Kwa hiyo zaidi ni sala tu la usafi, ndio changamoto kubwa sana katika ufugaji. Kwa sababu ukichanganya hivi inaweza kupelekea hivyo kinyesi chake muda mwingi, maeneo mengi ya pale kuku watakuwa wanatumia kinyesi kama chakula, na kwa kweli utapata shida kweli kwenye upande wa magonjwa. Kwa hiyo ni vema mfugaji kuchukua tahadhari, usifuge pamoja kuku na bata. Fuga peke yake bata, kuku wafugwe pia peke yake. Hii itakusaidia wewe kutokupata hasara. Usahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Karibu jifunze vitu mbalimbali. Hii hapa ni Yagomba TV. Bye bye, ciao. Yote kuhusu jasiriamali unapata hapa kupitia Yagomba TV. Kuna vitu mbalimbali utajifunza. Usahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Call phone number +25576295636. Wote mnakaribishwa. Hii ni Yagomba TV.